niambia Murkomen hapa bila kuogopa kama kiongozi kijana katika taifa hili. Wale wakora walipiga watu wetu siku ya Olkalau, bwana Murkomen. Ni askari ambao nyinyi mlipatia buduki, mkapatia mask, mkawapatia kofia za kujifunika, mkawapatia maprado. Wale ambao walipiga watu hiyo siku ni askari ambao walikuwa na nguo za raia. Na nyinyi ndio mliwa facilitate. Nyinyi ndio mlikuwa mnafanya coordination. Kwa hivyo niambia Murkomen, wacha upuzi kusema ya kwamba sijui ilienda ikawa, acha kizungu mingi. Acha kizungu mingi. Kama iko watu wamekuwa wakipanga njama ya kuhakikisha kwamba wananchi wamepigwa na mali zao zimeibiwa, Murkomen, unajua kile kinaendelea. Tuliona wale walikuwa na coordinator wa wakora ni wabunge wako. Wale wanalamba William Ruto matako. Wale wabunge wanalamba William Ruto matako usiku na mchana. Ndio walikuwa wana coordinate watu wetu wapigwe, vitu zao ziharibiwe, na watu wetu wakapoteza vitu zao hiyo siku ya uchaguzi. Tusidanganyane hapa hakuna uchaguzi, hakuna uchunguzi tunahitaji. Tuliona kwa televisheni, tuliona kila mahali wale ambao walikuwa na coordinate wakora. Kwa hivyo Murkomen, kama wewe ni mwanaume, bwana Murkomen, I dare you, kama wewe ni mwanaume na unajua ya kwamba iko kazi unafanya katika wizara ya usalama, shika hawa wakora wa tutam ambao wanalamba William Ruto matako usiku na mchana, fungia wao. Wao ndio wenye gun. Wao ndio wenye gun. Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo jioni ya leo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu na mwana soja wa His Excellency Rigathi Gachagua, na nimekuja hapa kupongeza watu wa Olkalau kule Nyandarua kwa sababu ya vile ambavyo walijitokeza kwa wingi siku ya Thursday katika uchaguzi ambao tulikuwa nao huko. Na ni vizuri niwapongeze kwa sababu katika zile by elections tumekuwa nazo, kwa hiyo mwaka mmoja umepita, zile by elections zote tumekuwa nazo, watu wa Olkalau ndio walijitokeza kwa wingi zaidi kuliko zile by elections zingine zote, kwa sababu tukijumuisha wale wapiga kura wote ambao walihusika katika hiyo uchaguzi ni zaidi ya 40,000, na DCP tukaweza kuimbuka washindi kwa kura over 35,000. Na zile by election zote watu wa UDA ama watu wa ODM wamekuwa kishiriki, na mahali pengine waliweza kushinda, hakuna mahali wamefikisha 20,000. Kwa hivyo nipongeze watu wa Olkalau kwa sababu wamevunja rekodi kwa vile ambavyo walionyesha upendo kwa mheshimiwa wao Samuel Kamau Ngotho, na vile pia walionyesha upendo kwa chama chetu cha DCP na wakaweza kujitokeza kwa njia kubwa zaidi. Ingawaje tumekuwa na changamoto kwa sababu watu wetu walipigwa, wananchi walipigwa, na hasa watu wetu wa media wakapigwa na maaskari, wakapigwa na wakora wale walikuwa wameletwa na watu wa serikali, watu wa tutam, na wakanyang'anywa vitu zao. But despite all those things, nishukuru watu wa Olkalau na niwapongeze pakubwa kwa sababu ya kusimama kama watu shujaa, na wakakubali chama ya DCP ipatiwe heshima, sio tu hapa Mlima Kenya lakini katika nchi ya Kenya. Kwa sababu mnajua wale wakora ambao tumekuwa tukishindana na wao kila siku wanasema ya kwamba DCP ni chama ambao hakuna mahali naenda, lakini mliwahakikishia wao hiyo siku ya kwamba DCP ndio ile simba itawika hapa Mlima Kenya, na ndio ile simba pia itaguruma na itawika mpaka nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunawashukuru kwa vile ambavyo mmefanya chama chetu kuheshimika katika nchi ya Kenya, na pia vile mlisimama kama watu wa Olkalau kuhakikisha kwamba jamii zote za Kenya, wale ambao wako katika mrengo ya Wantam, wameheshimika pakubwa. Hamukufanya Mlima Kenya peke yake kuheshimika, lakini pia mumetia moyo zile jamii zingine ambazo wanashirikiana na sisi kusema ya kwamba mwaka ujao lazima tutabadilisha uongozi wa nchi. Mumekuwa kielelezo chema kwa zile jamii zingine
ambazo zinashirikiana na sisi kusema ya kwamba lazima William Ruto ataenda nyumbani. Niambie watu wa Olkalau, mumetia nguvu pia kwa wale Wakenya wote katika nchi hii ambao wanasema ya kwamba ni one term, kwa sababu mumeonyesha ya kwamba itawezekana. Na mimi leo nikiwa hapa nafurahia kama kiongozi kijana katika taifa hili. Niko na furaha siku ya leo nikisema ya kwamba vile ambavyo tulianzisha maneno ya kupeleka William Ruto nyumbani na vile ambavyo watu wa Olkalau mmetuonyesha kwamba inawezekana, mimi pia nasukuma hiyo gurudumu ya kusema ya kwamba William Ruto ataishi kuwa one term na mwaka ujao tutapeleka yeye nyumbani. Mimi nikimalizia niseme ya kwamba Murkomen na William Ruto na Bwana Kaja IG, mahali popote mlipo mnafaa kuaibika sana. Shame on you, kwa sababu nyinyi ndio mmeshikilia ulinzi wa nchi. Shame on you, kwa sababu nyinyi ndio mnafaa kulinda wananchi. Shame on you, kwa sababu nyinyi ndio mliangusha wananchi. Ile aibu tulipata hiyo siku ya uchaguzi, ile aibu tulipata hapo, kwa mama kupigwa, watoto kupigwa, vijana kupigwa, wazee kuumizwa, wanahabari kunyang'anywa vitu zao za kazi. Hiyo aibu yote tuli witness hiyo siku ya Thursday pale Olkalau. Ni wewe William Ruto, ni wewe Murkomen na ni wewe Bwana IG, kwa sababu nyinyi ndio mnafaa kuwekea Wakenya ulinzi. Nyinyi ndio mnafaa kuchunga maslahi ya Wakenya pahali popote walipo, kuhakikisha kwamba wamewekea ulinzi ya kutosha, kwa sababu nyinyi ndio tumepatia hiyo mamlaka. Nyinyi ndio mko na pesa ya wananchi ya kuhakikisha kwamba mmeweka security ya kutosha na wananchi wamelindwa pamoja na mali yao. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa niwaambie shame on you, nyinyi watatu. Mumeangusha nchi ya Kenya. Ile aibu tuko nayo leo hii, ile aibu tuko nayo leo hii ni kwa sababu yenu. Mumeshindwa kufanya ile kazi ambayo mnafaa kufanya. Na mimi niambie Murkomen, wacha kurukaruka hapa ukifanya conference za upuzi za ujinga. Wacha kuongea kizungu mingi hapa ukirukaruka hapo ukituambia sijui ilienda ikawa. Wacha kutupatia kizungu mingi Bwana Murkomen. Haujui kazi yako ni gani? Hakuna siku umetekeleza kazi yako tangia uingie katika waziri wa usalama. Hakuna siku hata moja umetekeleza ile kazi unafaa kufanya kama waziri wa usalama. Na niambia Murkomen hapa bila kuogopa, kama kiongozi kijana katika taifa hili, wale wakora walipiga watu wetu siku ya Olkalau, Bwana Murkomen, ni askari ambao nyinyi mlipatia buduki, mkapatia mask, mkawapatia kofia za kujifunika, mkawapatia maprado. Wale ambao walipiga watu hiyo siku ni askari ambao walikuwa na nguo za raia, na nyinyi ndio mliwa facilitate, nyinyi ndio mlikuwa mnafanya coordination. Kwa hivyo niambia Murkomen, wacha upuzi kusema ya kwamba sijui ilienda ikawa. Wacha kizungu mingi, wacha kizungu mingi. Kama iko watu wamekuwa wakipanga njama ya kuhakikisha kwamba wananchi wamepigwa na mali zao zimeibiwa, Murkomen, unajua kile kinaendelea. Na ni aibu sana Bwana Murkomen, ni aibu sana. Ni aibu sana kwa sababu mpaka tuliona wale walikuwa na coordinator wa wakora ni wabunge wako. Wale wanalamba William Ruto matako. Wale wabunge wanalamba William Ruto matako usiku na mchana. Ndio walikuwa wana coordinate watu wetu wapigwe, vitu zao ziharibiwe, na watu wetu wakapoteza vitu zao hiyo siku ya uchaguzi. Tusidanganyane hapa hakuna uchaguzi, hakuna uchunguzi tunahitaji. Tuliona kwa televisheni, tuliona kila mahali wale ambao walikuwa na coordinate wakora. Kwa hivyo Murkomen, kama wewe ni mwanaume, Bwana Murkomen, I dare you, kama wewe ni mwanaume na unajua ya kwamba iko kazi unafanya katika wizara ya usalama, shika hawa wakora wa tutam ambao wanalamba William Ruto matako usiku na mchana, fungia wao. Wao ndio wenye gun. Wao ndio wenye gun. Na nilisema hapa juzi ya kwamba hatuwezi vumilia insecurity ya nchi kama wa Kenya. Hii mambo ingine yote tunaweza vumilia. Hii mambo ingine yote ni sawa, tunaweza vumilia mpaka mwaka ujao tufukuze William Ruto. Lakini mambo ya usalama ya wananchi, we cannot discuss, we cannot negotiate. We cannot negotiate the security of our country. We cannot negotiate. Na mahali imefika hatuwezi kubali nchi itawaliwe na wakora. Nyinyi mnakusanyika hapo usiku, mnapanga askari kidogo, mnawapatia mask, mnawapatia makofia, mnawapatia bunduki, ndio mkapigane huko. Hatuwezi shabikia uongozi wa kiupuzi kama hiyo. Hatuwezi shabikia
serikali ambao inapiga wale watu waliweka katika uongozi. Hatuwezi shabikia serikali ambao inatumia ushuru wa wananchi kuangaisha, kuwanyang'anya vitu zao na kuwaua. Hatuwezi shabikia. Na niambia William Ruto, uamuzi ni wako. Ukishindwa kuweka ulinzi katika nchi hii, uko na uhuru wa kujiondoa katika mamlaka. Si lazima ugojea sisi tuende katika uchaguzi mwaka ujao. Ukishindwa kulinda wananchi, ukishindwa kuweka ulinzi wa taifa, Bwana William Ruto, you can resign na tuenda katika uchaguzi na maisha itaendelea. Lakini hatuwezi vumilia ile serikali ambayo tunapatia ushuru ili ilinde wa Kenya. Hiyo serikali ndio ile serikali ambayo ndio inaumiza wa Kenya, wale ambao wanawalipa, wale wanawapatia mishahara, wale ambao waliamuka kuwaweka katika hizo maofisi. Kwa hivyo niambie William Ruto, sisi tuko sawa, sisi kama wa Kenya. Na mambo ya one time nilikwambia hiyo tunapeleka non stop. Hiyo tunapeleka mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo ni jukumu yako kama rais wa Jamhuri ya Kenya, hakisha kwamba umetuwekea ulinzi ya kutosha. Wala tunakuunga mkono, wala tunakupinga, wala hatukutaki, wala tunakutaka, sisi wote wa Kenya kwa jumla. Ni jukumu yako kama rais wa Jamhuri ya Kenya na wale mawaziri ambao umepatia kazi kuhakikisha kwamba umetuwekea ulinzi ya kutosha. Na usipotuwekea ulinzi wa kutosha, mimi nafikiri Kenya hii sisi ndio wengi kuliko maaskari. Ni vizuri niseme hapa Bwana William Ruto. Mwaka ujao tukiingia katika uchaguzi mkubwa, wa Kenya zaidi ya milioni 30 wataamuka kupiga kura. Kwa hivyo kama iko wakora mnapanga, kama iko askari mnapanga watapiga raia hiyo siku, mjue ya kwamba sisi wananchi ndio tutakuwa wengi. Na mahali imefika, hiyo siku ikifika, mkitaka wananchi wajilinde, sisi hatuna wasiwasi. In any case, uchaguzi mkubwa tutashiriki zaidi ya wapiga kura milioni 30. Kwa hivyo we'll be having enough numbers to protect ourselves. Kama William Ruto, kazi imekushinda. Kwa hivyo mimi sitaki nizungumze kuzidi hapo, lakini ni vizuri tupatiane ilani ya mapema. Mambo ya usalama wa nchi, mambo ya ulinzi wa nchi, hiyo ni kitu ambao hatuwezi negotiate. Na mimi niambie Bwana Oscar Sudi, nimeona ameongea mingi wakiwa na Faruki Bet. Jamii ya Mlima Kenya imetapaka kila mahali. Sisi tunapenda amani, sisi hatunanga fujo na watu. Lakini sisi si waoga eti tunaweza shindwa kupigania haki yetu. Sisi si waoga eti tunaweza shindwa kujieleza matakwa yetu kama jamii. Na kujieleza sisi matakwa yetu na kupeana mapendekezo yetu na kujielezea sisi wenyewe na kuongea yale yanatuhusu. Hiyo isifanye muone ni kama tunakosea wale wengine ama ni favor mnatufanyia. Ni haki yetu pia kama jamii kuongea ile mambo ambayo inatuhusu. Ni haki yetu kama jamii kutapakaa katika nchi ya Kenya kila mahali. Ni haki yetu kufanya biashara kila mahali. Na ni haki yetu kushughulika na mambo ya uongozi ya taifa. Kwa sababu kila jamii inataka uongozi. Naona jamii ya Waluya pia wanataka uongozi. Jamii ya Wakamba pia wanataka uongozi. Jamii ya Wajaluo pia wanataka uongozi. Kila jamii hapa inatafuta uongozi na ni haki na ni demokrasia ya kila jamii. Kwa hivyo msione ni kama ni favor tunafanyiwa kwa sababu tumetapaka katika kila mahali katika nchi ya Kenya. Ni haki yetu pia kujiongea, ni haki yetu pia kujitetea, na ni haki yetu pia kutafuta serikali na kutafuta maendeleo kwa sababu ya watu wetu. Wale ambao wanatuamini, wale ambao wanatutarajia, na wale pia ambao wanatufuata. Ni haki yetu kutetea wao. Kwa hivyo mimi niambie Bwana Oscar Sudi, vile ambavyo uliona Olkalau, ndio mambo itakuwa hapa Mlima Kenya, ndio kutakuwa Ukambani, ndio kutakuwa pale Western, ndio kutakuwa pale kwa jamii ya Wamugusi, ndivyo kutakuwa kule Nyanza, na ndivyo kutakuwa kule Coast. Nyinyi mkileta vitu watu wetu watakula. Nyinyi mkileta pesa watu wetu watakula. Lakini siku ya kupiga kura ikifika, mambo ya William Ruto kukua one time, hiyo ni constant. Hiyo haiwezi badilika. And let me tell you Bwana Oscar Sudi, hamwezi nunua trust na hamwezi nunua loyalty. Iko siku wa Kenya walikuwa wanafuata William Ruto, lakini sasa hiyo ni mambo zamani. Iko siku wa Kenya walikuwa wanaamini William Ruto, lakini sasa hiyo ni mambo zamani. Hakuna idadi ya pesa ambayo imetosha kununua loyalty ama trust ile ambayo tulikuwa nao kwa William Ruto kabla akuje kutusaliti sisi kama wa Kenya. Kwa hivyo hiyo maneno ilikwisha.
ile heshima tulikuwa nayo na William Ruto, ile kumwamini tulikuwa tunamwamini yeye pamoja na wakora wake wa tutam. Hata mtupatie nini, hata mtoe figo zenu tupatiwe, hata mtoe maini zenu tupatiwe, hata mtoe roho zenu mtupatie. Hakuna kitu chochote mnaweza fanya. Ile imani tulikuwa nayo na William Ruto na wakora wake irudi mahali ilikuwa. Hiyo ni mambo zamani, na hapo tulitoka. Kenya tunaikomboa, Kenya tunasonga mbele. Kwa hivyo kwa haya mengi na machache nitafikisha hapo. Kama kuna swali nitachukua swali moja, kama kuna swali tutatamatishia hapo. Lakini vile ambavyo tumekubaliana ni ya kwamba sisi kama viongozi vijana katika taifa hili, mambo ya ulinzi wa taifa, mambo ya usalama ya watu wetu, hiyo hatuwezi negotiate. Na William Ruto anafaa kujua hivyo. Na kila siku mkituma wakora wako, sisi kama viongozi vijana katika nchi hii tutaprotect watu wetu na tutawapigania mpaka dakika ya mwisho. Pengine tuliona wale wabunge ambao wanaunga mkono serikali walisema kwamba wata make a major political move. Pengine wakisema wata join DCP, maybe mtawakubalisha ama? Sisi kama chama cha DCP ni chama tuko na demokrasia na tuko na uhuru. Na chama ni chama ambao ni chama ni ya kila mtu. Hii chama ya DCP ni chama ya kila mtu. Kama iko mtu anasikia kwamba ameonja mkate kama wale wanafunzi wa Yesu ambao walionja mkate wakafunguka macho, kama iko wakora wanakula kwa William Ruto usiku na mchana, na mahali imefika wamefunguka macho, wao wakisikia watajiunga na sisi wana DCP. Sisi hatujafunga mlango ya chama chetu iko wazi. Rigiji yako tayari kupokea kila kiongozi. Wewe ukifunguka macho, unajua kila mtu anafunguka macho na wakati wake. Wale sofa walipeana statement, kama mmefunguka macho na mmeona yenyewe William Ruto hakuna mahali anaenda, na mmeona William Ruto yenyewe ni muaji, mmeona William Ruto ni mfisadi, mmeona William Ruto anaelekeza nchi kwa shimo, DCP tumefungua milango, endeni mkuje. Ile kitu ningehimiza ni vile ambavyo Rigiji alisema kiongozi wetu ya kwamba kama mnakuja msikuje usiku. Hatutaki mtu anakuja usiku kama Nicodemus. Kama mnakuja mkuje mchana. Ndio watu wajue ya kwamba ni wazi mmekuja. Lakini sisi kama Wakenya ni vizuri, kwa sababu umeuliza hiyo swali, niseme ya kwamba I want to echo what Honorable Sifuna said just the other day. Sisi hatutafunga mlango. We are not going to gatekeep anything. Wale ambao wanajihisi ya kwamba wanataka kukuja mlengo hii ya one time, nyinyi mko karibu, milango yote imefunguliwa. Mkitaka kuingia katika DCP, milango imefungulia. We are not gatekeeping. In any case, mapenzi yetu kama wana DCP na jamii ya one time, mapenzi yetu ni kuhakikisha kwamba William Ruto amekuwa one time president. Kwa hivyo mkiporomoka huko mkuje kwetu mkiwa mmefunguka macho, itakuwa kazi rahisi kwetu. So sisi tumefungua milango. Wakuje DCP wale ambao wanajizia kwamba wanataka kuja wakuje DCP. Milango iko wazi. Lakini wakuje mchana vile Rigiji alisema, wasikuje mambo ya usiku. Mambo ya giza ndio hatutaki. Na wajieleza kwa Wakenya. Wakivuka saidi hii, wakifunguka macho, wajieleza kwa Wakenya. Sisi hatuna vita. Sisi hatuna chuki. Tumewakaribisha wale ambao watakuja. Bora tu wajieleze kwa Wakenya. Kwa sababu chama cha DCP ni chama ya Wakenya. Kama hakuna swali tutatamatishia hapo. Sisi tutazidi kuzungumza kwa sababu ya nchi yetu. Na tukumbushe William Ruto hatuna nchi nyingine isipokuwa hii. Ndio maana mambo ikienda mrama, mambo ikiharibika lazima tuongee. Mpende msipende. Asanteni sana.